Yes, tupo kwenye kujenga, na ili ujenge kitu kilichokuwa imara basi inahitaji upate watu imara ama mafundi imara. Nipo na kabwe kubwa zaidi, tunataka kuzungumza kile ambacho kinaendelea huko kuhusiana na sakata la klabu ya Young Africans, lakini pia tumeona bodi ya ligi yani TFF tumeona barua zao, lakini pia CRDB Federation Cup nao wametuma barua yao. Kubwa zaidi pia na Simba ambao wanaambiwa kesi haiwahusu nao wametuma barua yao kuelekea dabi ya Kariakoo. Tuna moja kwa moja kumsikiliza Kabwe. Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Brother Kabwe, upo vizuri? Nipo vizuri ndugu yangu Yusuf. Kama kawaida. Kama kawa. Kwema? Kwema. Mambo yanaendaje? Namshukuru Mungu. Safi. Karibu. Asante. Tulitaka tukupe muda kwa sababu mara nyingi sana tukija hapa tunapata vitu vya kisheria, vitu vya football na kadhalika. Tukakupa muda na wewe ujitafakari. Nafikiri leo tumefika, tunaweza tukapata kile ambacho wengi wanatamani kukijua. Karibu sana kaka. Yes. Karibu. Yeah. Fanya chochote kile ambacho unataka kufanya. Ongea chochote, uliza chochote unataka kuuliza. Yes. Nipo tayari kukujibu. Tuanzie na hapa. Tumeona Young Africans wametoa barua zao mbili kuambia kwamba bodi ya ligi wanawadai kiasi cha pesa. Lakini wao bodi ya ligi nao wakaja kujibu kwa njia ile ile ambao Young Africans wamewaambia. Kwanza, ilikuwa sahihi wao kufanya hivyo? Kama taasisi kubwa na taasisi ya kimpira na taasisi ambazo zimeaminiwa na mashirika mengi ambayo yameweka fedha zao kwenye hizo taasisi mbili kubwa kwa maana ya TFF pamoja na Young Africans, sidhani kama walipaswa kufanya hivyo. Sijui mela vizuri eh? Kwa mtazamo wangu mimi wamejivua nguo. Sio Young Africans, sio TFF, wote kwa pamoja wamejivua nguo. Wamejivua nguo kwa nini? Kwa sababu mpaka hivi sasa tumejua madudu na matatizo yaliyokuwepo kwenye klabu ya Young Africans, lakini kwenye shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya TFF. Kivipi? Kabla ya tarehe 8 ya dabi kuhairishwa, kabla ya tarehe 8 kila timu ilikuwa inajiandaa kwa ajili ya kucheza mchezo wa dabi. Si ndio maana yake? Ndio. Kaka, ulisikia hizi kelele? Hapana. Ulisikia watu wakidaiana? Hapana. Ulisikia kulikuwa kuna conflict yoyote kati ya TFF, bodi ya ligi na Young Africans? Hapana. Si ndio maana yake? Yes. Haukusikia? Yes. Maana yake ni kwamba kama hukusikia, ina maana kulikuwa kuna shida ilikuwa ipo kati ya hizi taasisi mbili. Kwa maana kwamba hawa walikuwa wanabebana. Hawa walikuwa wanafanya vitu kwa mazoea. Si ndio maana yake? Yes. Young Africans mpaka wanatuma barua ya kwamba tunawadai TFF milioni 200 ya zawadi za kombe la CRDB Confederation Cup. Simula vizuri? Yes. Satangia msimu uliopita, ina maana kulikuwa kuna shida. Kwa nini hawakuidai hii fedha mara ya kwanza kabisa wakati wanakabidhiwa ule ubingwa wa mashindano haya? Lakini kama haitoshi, Yanga wakatuma barua nyingine ya kwamba misimu mitatu mfululizo Young Africans hawapokei zawadi ya mashindano ya Confederation Cup kwa maana ya kombe la TFF. Lakini katika misimu hii yote mitatu Yanga walikuwa wamekaa kimya kaka. Yes. Yanga walikuwa hawajazungumza chochote hapa. Kuna haja ya wanachama wa Young Africans kuwauliza viongozi wao, kulikuwa kuna shida gani miaka hii mitatu yote klabu yao imeshindwa kulipwa fedha za ubingwa wa Confederation Cup mpaka lilipotokea tatizo la kutokuchezwa dabi tarehe 8? Yes. Ndio wamekuja kuyaingiza haya matatizo na kutaka uongozi wa TFF uwalipe hizo fedha. Hilo la kwanza ambalo mashabiki wengi nimeona badala ya kuwauliza viongozi wao wamekuwa wakiwatukana wachambuzi, waandishi wa habari kwa kile ambacho tunachohoji kulingana na maslahi mazima ya klabu ya Young Africans, kwa sababu ni klabu ya Watanzania. Sijui unanielewa vizuri? Yeah. Narudia tena. Young Africans sio klabu ya mtu yoyote kwenye nchi. Young Africans ni klabu ya Watanzania. Tuna haki ya kuhoji,
tuna haki ya kuuliza na tuna haki ya kujua chochote kinachoendelea kwenye klabu ya Young Africans. Yes. Sijui umeelewa vizuri? Yeah. Kama viongozi wanakengeuka na wanakosea, lazima tuhoji na tuulize, bwana, hili na hili na hili mbona alikufanyika, kwa nini sasa? Kwa maana hiyo, yes, isingehairishwa dabi ya Kariakoo tarehe 8. Ina maana tusingejua chochote kile ambacho kinachoendelea kati ya TFF na Young Africans kama isingehairishwa dabi ya tarehe 8. Si ndo maana yake, Yusufu? Ndio. Uongo kweli? Kweli. Haya yote yanayoendelea mpaka hivi sasa, chanzo ilikuwa ni dabi ya tarehe 8 Kariakoo. Yes. Ilivyoahirishwa tu ndio tumekuja kugundua haya yote. Sijui umeelewa vizuri? Yes. Tunakuja sasa kwenye zawadi. Mkataba walioingia CRDB na TFF ulisainiwa Aprili 2 mwaka 2024. Yes. Ichukue hii, ilikuwa ni mwezi wa 4 tarehe 2 2024. Msimu ukiwa unaelekea wapi? Mwishoni. Mkataba ambao ulikuwa na thamani ya milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano husika, kwa maana ya Confederation Cup. Sijui umeelewa vizuri? Yep. Zile fedha zilikuwa ni za kuendesha nini? Mashindano. Lakini wakati huo huo, ukitaka kujua kwamba hizi taasisi kuna shida kubwa sana, wakati huo huo Azam ndo alikuwa mdhamini mkuu wa mashindano haya ya Confederation Cup. Lakini ndo alikuwa broadcaster, kwa maana ya kuwa alikuwa na haki za matangazo ya television kuonyesha haya mashindano ya Confederation Cup. Azam alikuwa anatoa shilingi ngapi? Ukija kwenye mkataba wa TFF na Azam, unakuja kugundua kwamba Azam alikuwa anatoa fedha ya bingwa ya mashindano ya CAF ya TFF kwa maana ya milioni 50. Kwa hiyo mpaka msimu wa mwaka jana unafika, Azam ndo alikuwa mdhamini mkuu, kama mdhamini mkuu wa mashindano ya Confederation Cup, ikiwa mkataba wake umeisha na alikuwa hataki kuongeza nini mkataba mwingine. Angebaki kama broadcaster na akatoa fedha kama broadcaster. Sijui unanielewa vizuri? Yes, nakuelewa vizuri. Wakaingia CRDB ambao waliweka milioni 255 za uendeshaji, na maana sijui usafiri nini, kugawanya fedha zote na kila kitu kwa timu zingine zote. Kumbuka kombe la TFF lina combine timu nyingi. Yeah. Kumbukeni hilo. Yeah. Kuanzia kutoka ligi za mikoa huku mpaka kuja na timu za ligi kuu. Yes. Na hao wote wanatakiwa wagharamia usafiri, maradhi, kula na vitu tofauti. Yes. Ziliweka milioni 255. Young Africans kwenye barua yao wanasema bingwa wa msimu uliopita alikuwa anatakiwa achukue milioni 200. Nikuulize wewe Yusufu, milioni 200 ambazo Young Africans wanazisema walizitoa wapi? Hapo ndo nashangaa, kwa sababu bingwa ni milioni 50 au 60 kama ni pesa hii. Na mpaka inafikia mwezi wa Aprili bado bingwa alikuwa anahesabika kwamba atachukua milioni 50. Sio vizuri? Yes. Haikutangazwa popote. Sisi kama wanahabari hatukusikia popote, na tulifuatilia mpaka TFF hatukuambia chochote kuhusiana na shilingi na milioni 50 kuongezwa. Yes. Kama zawadi ya mshindi ambaye atachukua kombe la nini la Confederation Cup. Yes. Sio maana yake? Yes. Jana CEO wa Young Africans, huyu ndo mtendaji mkuu wa klabu kubwa Tanzania. CEO wa klabu ya Young Africans anawauliza wanahabari, nyinyi mnajua thamani ya zawadi iliyowekwa kwenye mashindano ya Confederation Cup? CEO anawauliza wanahabari. Ndio. Mpaka hivi sasa nakwambia, ndio, hakupaswa kuendelea kuwa CEO wa klabu ya Young Africans. Kwa nini kama CEO, kama hujui zawadi ni kiasi gani ambayo anapewa mshindi wa mashindano ambayo wewe unashiriki, basi wewe una matatizo, utoshi kuwa na ndii mtendaji mkuu. Sijumla vizuri? Yes. Lakini kama haitoshi, CEO, zawadi za misimu 3 zote hamjapewa. Mna demandi kupewa zawadi ya msimu mmoja, alafu ndio mcheze finali ya Confederation Cup. Kwa nini msidemandi kuchukua zawadi zote za misimu 3? Kwa nini msiombe hizi zawadi za misimu 3? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba
TFF na Young Africans, ukiacha hichi kinachoendelea mitandaoni cha kuvuana nguo na kutiana aibu, kuonyesha madhaifu waliokuwa nayo, ina maana nyuma ya pazia walikuwa wakikaa wakikubaliana kiholela holela kuhusiana na masuala ya kitaasisi. Kwa maana hiyo, hawa wote hawa wana shida kubwa sana kwenye uendeshaji wa taasisi zao. Wanachama wa Young Africans walipaswa kuwahoji viongozi wao. Na ndio maana nikasema kwenye mikutano mikuu ya hizi klabu, wale wanachama wa klabu wanataka kufanya nini pale kwenye mikutano mikuu? Kwa nini hawaulizi? Kwa nini hawahoji? Yanaletwa pale mapato, faida pamoja na matumizi na hasara. Wai hawahoji? Kazi yao wakikaa kwenye ile mikutano mikuu ndio wakiambia bwana ile ndio, na hiyo yote ni kwa sababu ya umaskini wa hivi virabu ambavyo unavyoviona hivi sasa vya Simba na Yanga. Pamoja na ukubwa wote ni maskini. Wanaogopa kuhoji. Wakihoji hawa mabwanyenye, wakihoji kuhusiana na masuala ya kifedha, wanaogopa kuwauzi hao. Inawezekana wakafanya nini? Wakaondoka kwenye klabu zao, wakarudi kule walipotoka kufanya nini? Kuomba, kutembeza bakuli kwa ajili ya kuendesha hivi vilabu.